Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti zinaonyesha kwamba ulimwengu kwa sasa unazidi kuchoshwa na kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump anafanya na kwamba kimbilio lao huenda likawa ni Uchina. Kutokana na kauli na vitendo vya Marekani chini ya rais Donald Trump, kulingana na utafiti mpya wa kituo cha utafiti cha Pew nchini Marekani, China sasa inaonekana kwa mtazamo chanya zaidi kuliko Marekani katika nchi nyingi duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa shirika hilo kurekodi matokeo kama haya. Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kuwa maoni chanya kuhusu China yamefikia viwango vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika nchi nyingi, huku mtazamo kuhusu Marekani ukiendelea kuwa mbaya zaidi. Watu wanaoshikilia katika utafiti huo wanasema kuwa hawana imani kubwa na rais wa Marekani Donald Trump wala rais wa China Xi Jinping, ingawa Xi alipata kiwango cha juu cha uungwaji mkono kuliko Trump. Ingawa Marekani bado inaonekana kuheshimu uhuru wa watu binafsi zaidi kuliko China, China inaonekana kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine kwa kiwango cha chini ikilinganishwa na Marekani. Kituo cha utafiti cha Pew kilifanya utafiti huo na kuwahoji zaidi ya watu 42,000 katika nchi 36 kati ya mwezi Februari na mwezi Mei. Katika nchi 25 kati ya 36 zilizofanywa utafiti, watu wengi walikuwa na mtazamo chanya kuhusu China kuliko walivyokuwa nao kuhusu Marekani ya Donald Trump. Hii ni mara ya kwanza kwa kituo hicho ambacho kimekuwa kikifuatilia maoni ya watu duniani kuhusu mataifa yenye nguvu tangu mwaka 2002 kurekodi matokeo ya aina hii, kulingana na Jonathan Skalman ambaye ni mmoja wa watafiti walioandaa ripoti hiyo. Miongoni mwa nchi zilizoshuhudia mabadiliko makubwa zaidi katika kuanza kuipendelea China ni Hispania, Indonesia, Italia, Ugiriki na Canada. Ni nchi 6 pekee katika utafiti wa mwaka huu ambazo bado zina mtazamo chanya kuhusu Marekani. Nyingi kati ya hizo ni washirika wa karibu wa Marekani ambao ni Poland, Ufilipino, Korea Kusini, India, Japan na Israel. Aidha, kituo hicho cha utafiti kiligundua kuwa kiwango cha wastani cha kukubalika kwa Marekani katika nchi 20 kimekuwa kikishuka kwa miaka ya hivi karibuni, huku kiwango cha wastani cha kukubalika kwa China kikiendelea kuongezeka. Watafiti pia walibaini kuwa maoni chanya kuhusu China yameongezeka katika zaidi ya theluthi moja ya nchi zilizofanywa utafiti katika miaka ya hivi karibuni kwa kutumia data iliyopanuliwa ya takwimu iliyojumuisha pia Marekani. Maoni chanya kuhusu China yamefikia viwango vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika baadhi ya maeneo yaliyofanywa utafiti mwaka huu, yakiwemo Italia, Hispania, Colombia, Mexico, Indonesia, Malaysia, Nigeria na Uturuki. Kwa jumla, watafiti waligundua kuwa nchi zenye kipato cha kati zilikuwa na mtazamo chanya zaidi kuhusu China, ile hali nchi tajiri zilikuwa na mtazamo hasi zaidi. Kumekuwa na mlinganisho kati ya Xi Jinping na rais wa Marekani Donald Trump. Utafiti huo uliwauliza walioshiriki ikiwa wana imani na uwezo wa rais wa China Xi Jinping na rais wa Marekani Donald Trump katika kufanya maamuzi sahihi kuhusu masuala ya kimataifa. Kwa ujumla, viwango vya imani kwa viongozi hao wawili walikuwa chini ya 50%, na hata hivyo katika nchi nyingi zilizofanywa utafiti, watu walionyesha kumwamini Xi Jinping zaidi kuliko rais Donald Trump. Xi Jinping alipata kiwango cha juu zaidi cha imani nchini Pakistan, ambapo 83% ya washiriki walisema wanamwamini, huku kiwango cha chini zaidi kikiwa nchini Japan ambapo ni 7% pekee waliomwamini. Kwa upande wa Donald Trump, kiwango cha juu zaidi cha imani kurekodiwa ni nchini Ufilipino kwa 68%, wakati kiwango cha chini zaidi kilikuwa 4% katika ukingo wa magharibi mwa Yerusalemu Mashariki. Kukosekana kwa utulivu Marekani kunasababisha wasiwasi kwa watu wengi. Taasisi hiyo utafiti ya maoni ya umma Gallup ilibainisha kuwa China ilipita Marekani katika kiwango cha kuungwa mkono duniani mwaka uliopita, huku kukiwa na pengo kubwa zaidi la kuipendelea China katika kipindi cha miaka 20. Hata hivyo, uchunguzi wa kila mwaka wa maoni ya umma juu ya Uchina unaofanywa na taasisi ya utafiti ya Marekani ya Jumuiya ya Asia unaonyesha kuwa taswira ya China ambayo ilidorora wakati wa janga la corona imeimarika kwa kiwango kidogo tangu wakati huo. Xiong Zhelang, mwanazuoni asiyemkazi katika taasisi ya Carnegie China, alisema kwamba matokeo hivi punde ya Pew hayakuwa ya kushangaza. Amesema kukosekana kwa utulivu katika sera za Marekani, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nguvu na madhara ya kiuchumi yanayotokana na hilo, kumesababisha wasiwasi mkubwa.
Utafiti wa Pew ulianza muda mfupi baada ya Trump kuzidisha propaganda zake kuhusu kutaka Marekani kuchukua eneo la Greenland na baada ya Marekani kumkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini pia Marekani ilipoanzisha vita kwa kushirikiana na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kipindi ambacho utafiti huo ulikuwa ukiendelea. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa China inafurahia uungwaji mkono wa watu wengi, kweli bado ni swali linaloendelea kufuatiliwa, lakini kwa sasa inaonekana kuwa nchi iliyobadilika zaidi. Beijing pia inaendelea kufanya juhudi za kuboresha taswira yake hasa katika nchi zinazoendelea. Na kuhusu tofauti kati ya viwango vya juu vya upendeleo vya Uchina na viwango vya chini vya uaminifu kwa Xi Jinping, wachambuzi wanasema kuwa China inaweza kutabirika zaidi na kwa hivyo kupendelewa na wengi. Hilo halibadilishi ukweli kwamba Xi ni mtu mwenye msimamo wa kiimla zaidi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu.